CAS ni miongoni mwa maneno au vyombo ambavyo vimekuwa maarufu hivi sasa masikioni mwa wafuatiliaji wengi wa mpira wa miguu nchini, hasa kutokana na hatua iliyoelezwa kuchukuliwa na wananchi Yanga ya kupeleka shauri lao la kutaka wapewe pointi 3 na mabao 3 katika mechi iliyopaswa kuwa ya dabi ya tarehe 8 baina yao na watani za wajadi Simba. Lakini tunafahamu vizuri kilichotokea kwamba Simba walilalamika hawakupata fursa ya kufanya mazoezi katika siku moja kabla ya mechi kama ambavyo kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu 24-25 zinawaruhusu. Yanga hawajaridhia, wakiona kana kwamba wanastahili kupata pointi 3 na mabao 3 kwa sababu zilizotolewa kufanya dabi hiyo iahirishwe hazina nguvu yoyote kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 24-25. Sisi tunapewa nguvu kubwa na Wahenga Aluminium. Hawa ni wataalam wa milango, madirisha ya aluminium na PVC, lakini pia wanafanya finishing katika jengo lako, kulifanya mwisho wa siku liwe na muonekano mzuri wa kuvutia, lakini pia imara na madhubuti. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kuona namna gani utapata huduma kutoka kwa Wahenga Aluminium. Jambo zuri zaidi kutoka Wahenga Aluminium ni kwamba wanaweza kufanya finishing katika jengo lako halafu ukalipa kidogo kidogo. Wahenga Aluminium ni wakali wa hizi kazi. Sasa matokeo yake Yanga wameripoti kwenda CAS kwa maana ya kuliko ikichomo kinachoitwa CAS, Court of Arbitration for Sports, mahakama ya usuluhishi wa michezo. Yenyewe inapatikana kule Lausanne nchini Uswizi. Yes, ndiko ambako Yanga wanaripotiwa kwenda. Matokeo yake chombo hiki kimekuwa gumzo katika leo, jana na siku za karibuni kutokana na kile ambacho Yanga wameamua. Sasa ni vyema sisi tunaona Mbwaduke Start Sport Next Level tukupe walau muhtasari tu juu ya hiki chombo. Kama inavyojieleza, mahakama ya usuluhishi wa kimichezo, lengo lake haswa ni kushughulikia migogoro itokanayo na shughuli mbalimbali za michezo duniani. Yes, na yenyewe ilianzishwa mwaka 1984 kule nchini Uswizi ambako ndiko makao yake yalipo. Na lengo lake mbali na kuhakikisha kwamba shughuli za kimichezo haziwafanyi watu wapelekane kwenye mahakama za kawaida ambazo utendaji wake unatofautiana dunia nzima kulingana na sheria za nchi husika, adhabu zake wakati mwingine huwa kali zaidi, hasa pale mashitaka yanapoangukia kwenye jinai. Kuwepo kwake kule Lausanne nchini Uswizi, maana yake ni kwamba ikitokea kuna maamuzi yametolewa halafu wadau hawaridhiki nayo, wanapata fursa ya kukata rufaa. Rufaa yake maana yake watalazimika kwenda katika mahakama za Uswizi, na hivyo kufanya dunia nzima kwenye masuala ya kimichezo kuwa na mambo ya kufanana juu ya namna ya kushughulikia migogoro. Ni chombo ambacho chanzo chake kilianzishwa na kamati ya Olympic miaka hiyo, lakini sasa imeshahusisha michezo mingi. Na katika mpira wa miguu, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatambua CAS kama ndio eneo sahihi wadau wa mpira wa miguu kwenda kushughulikia migogoro yao, na ndicho chombo ambacho kinaaminika kana kwamba ni cha mwisho katika kushughulikia migogoro hiyo. Lakini pale panapoonekana hawajaridhika wadau, ndipo kama nilivyotoka kueleza, kwa sababu iko Uswizi, manake kule ndio watashughulikia masuala hayo ya usuluhishi. Lakini kina ofisi pia Sydney kule nchini Australia, kina ofisi pia New York kule nchini Marekani, lakini kimsingi makao makuu yake yapo hapa Uswizi. Rais wake CAS ni bwana John Coates. Lakini huyu John Coates ndiye rais pia wa mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa kimichezo, inaitwa hivi. Yaani CAS ila ongeza I kimaanisha international, ambayo yenyewe majukumu yake ni kuisimamia hii CAS na pia kuiwezesha masuala ya fedha kwa ajili ya uendeshaji wake, ambayo rais wake ndiye huyu John Coates. Kwa hiyo hakuna mgongano hapo wa namna yoyote ile katika uendeshaji. Lakini katika kufanya kazi zake sasa, hii CAS ina mabranch, ina divisions. Inazo division 4. Division ya kwanza yenyewe inaitwa Ordinary Division. Hii Ordinary Division inashughulikia disputes, migogoro ya kimichezo inayowasilishwa kwenye chombo hiki cha CAS kwenye division hii ya Ordinary. Ni ya kawaida kama inavyojieleza, kushughulikia masuala kama masuala ya ajira kwenye michezo, masuala ya haki za matangazo, masuala ya mikataba mbalimbali ya kibiashara, tunasema commercial contracts kuhusiana na michezo, iwe moja kwa moja au isiyokuwa moja kwa moja, tunasema direct au indirect. Kwa ujumla masuala yote yanayohusiana
na shughuli za michezo, biashara kwenye michezo na kadhalika. Nimetaja tu hiyo mifano kwamba inaingia hapo, ikiwemo masuala ya ajira. Kwa mfano, ajira za wachezaji kwenye klabu na mikataba yao, ajira za wafanyakazi wa klabu za michezo kama mpira wa miguu na kadhalika. Yote kama wadau wanaamua kwenda huku CAS, basi wanafikia hapa. Hii inaitwa ordinary. Hii division ina rais wake huyu kwa ajili tu ya kuwezesha zile tunasema administrative functions, majukumu yale kiutawala, ufanikishaji wake, basi yana kiongozi wake, ina kiongozi wake, ina rais wake. Yani mbali na huyu rais wa CAS, lakini hizi divisions 4 naendelea kuzitaja, kila moja ina rais wake. Ya pili, hii inaitwa appeals division. Hii sasa ni kwa ajili ya rufaa, ambayo huwa inashughulikia maamuzi ya kimichezo yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali duniani kwa wanachama mbalimbali, alimradi tu kwenye mashirikisho husika, iwe ya mpira wa miguu, iwe riadha, iwe ngumi na michezo mingine. Kwenye katiba zao waainishe kwamba pakitokea na mgogoro, basi CAS ndiyo watakaokwenda kushughulikia endapo maamuzi katika vyombo vyao yatakuwa hayajaridhiwa na wadau. Kwa hiyo katiba zao zikiainisha juu ya kuwapo kwa CAS kama msuluhishi mkuu, basi eneo hili ukifika kwa ajili ya malalamiko kutokana na maamuzi yaliyofanywa na vyama, mashirikisho ya michezo mbalimbali, maeneo mbalimbali duniani, basi wakienda wadau kwenda kupinga maamuzi kwenye mashirikisho yao, kwenye vyama vyao na maeneo mbalimbali, basi wakifika wanafika katika divisheni hii, divisheni ya rufaa. Hapa nao wana rais wao. Huyu rais wao anaitwa Madam Corinne Shimithouza. Huyu ndiye rais wa hii division ya appeal. Tunasema appeals division. Halafu kuna division nyingine. Hii ya tatu inaitwa anti-doping division. Anti-doping division ambayo yenyewe kimsingi inashughulikia masuala yote ya migogoro yanayohusiana na matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku michezoni, kemikali zilizopigwa marufuku michezoni. Nayo ina rais wake. Ina rais wake. Lakini ya 4 hii inaitwa ad hoc. Ad hoc division. Hii yenyewe inashughulikia nyakati maalum. Ni mahakama ambayo tuseme ni chombo ambacho, division ambayo inashughulikia kwa mfano wakati wa michezo ya Olympic, ukitokea migogoro, michezo inaendelea, basi hii division ad hoc ndio inashughulikia kwa haraka kutoa suluhisho kabla nyakati zile za michezo yenyewe kuisha. Tuseme kombe la dunia yote inakwenda hapa kwenye ad hoc division. Sasa Yanga kwa malalamiko yao, kwa kile ambacho mikieleza kwa umma, ni dhahiri kwamba wanapokwenda CAS, division wanayokwenda ni hii mbili hapa ya appeals, ya malalami ya rufaa, ambayo inashughulikia maamuzi ambayo yashafanywa katika mamlaka mbalimbali, vyombo mbalimbali, alafu wadau husika. Pengine anajitokeza wadau wanapinga juu ya hukumu iliyotolewa, basi mahala pake pa rufaa ndio hapa CAS, ambako wanakutana na huyu president huyu aitwa Corinne Shimithouza. Kwa sababu hiyo, faili la Yanga linapofutua kule CAS, likisharipotewa, lishakuwa registered, linakuwa kwenye ofisi ya huyu Madam Corinne Shimithouza, kama umeonaye hapo kwenye picha, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ambapo kwa kawaida huwa baadaye wanapatikana wasuluhishi na kisha hukumu kuja kutolewa. Mwingine anaweza kauliza, wewe inachukua muda gani? Hapa sasa kwa CAS inategemea, lakini kwa kawaida kuna baadhi ya mashauri yanachukua kati ya miezi 6 mpaka miezi 12 kutolewa hukumu, lakini kuna mengine huwa kwa siku chache zaidi kulingana na nature na asili ya malalamiko husika. Kwa mfano, mwaka 2018 CAS iliwahi kutoa maamuzi kwa haraka sana kuhakikisha haki inatendeka. Inakumbuka vizuri, mwaka huo wanariadha, wanamichezo kutoka nchini Urusi walikatia rufaa kamati ya Olimpiki ya kimataifa kwa kutoalika kushiriki katika michuano ya Olimpiki kama washiriki binafsi. Matokeo yake ni nini? Waliwasilisha malalamiko yao, ilikuwa ni Februari 6, 2018. Inakumbuka vizuri, ilikuwa ni saa 2:30 asubuhi. Lakini kufikia Februari 9 mwaka huu 2018, ukiangalia kwa saa walizowasilisha na mpaka hukumu kutolewa katika siku hii, ilikuwa ndani ya siku 2 maamuzi yakawa yameshatolewa na CAS, ambayo yaliwapa ushindi hao wanamichezo wa Urusi washiriki katika Olimpiki kama washiriki binafsi.
Sasa huo ni mfano namna gani ambavyo wakati mwingine maamuzi yanafanyika kwa haraka sana kulingana na tukio, kulingana na malalamiko husika na shauri husika. Ili la Yanga wao ndio wanajua vizuri watakapolipokea, watakapofanyia kazi, lini watalitolea hukumu kwa manufaa ya mchezo wa mpira wa miguu. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.